wale wahusika ndio wanajua usahihi, nani mwenye haki hapo. Hata mabaraza yale yanafanya shughuli zao ofisini, ambako wanafanya kwa kitaalamu, kisheria tu, bila kwenda kwenye hali halisi. Kwa hiyo ushauri wangu hata kwa serikali nasema hivi, yale mabaraza ya ardhi sio mabaraza kama mabaraza ya kesi zilizoko mahakamani. Yale mabaraza ambayo yanaenda kwenye maeneo ya tukio ambalo watu wanagombana, waende kuangalia na wahusishe wazee wote wa pale, tatizo litaisha. Lakini kwa sababu watu wanaenda huku wanaandikiana tu, tatizo haliwezi kuisha. Katikati hapo itaingia hongo, katikati hapa itaingia ushauri mbovu, katikati hii hapo itaingia watu wengine wenye nguvu kuingia, na wale wenye kufitini pia wataingia. Anasema wewe ukishinda hiyo kesi mimi nitanunua hiyo ardhi. Kwa hiyo fitina nyingi zinaingia kwa sababu haya mabaraza bado hayajapata namna ya kuendesha hizo kesi. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba mabaraza yale yaende kwenye maeneo husika, yasifanye kesi zao ofisini. Wale walio na kesi wachukue jukumu, wawapeleke kwenye site, kwenye eneo husika, wazee waitwe, wana kitongoji waitwe, wana jamii waitwe, wasikilize kesi. Kulikuwa na mkuu wa wilaya mmoja ambaye sasa hivi ni mstaafu, anaitwa Mbwilo. Mbwilo alikuwa mkuu wa wilaya Mbulu kwa miaka ya huko nyuma. Akapata ushauri kwa wazee kwamba ukitaka kumaliza kesi za ardhi, njoo kwetu. Kwa hiyo mkuu wa wilaya alikuwa anaenda popote pale kwenye kesi ya ardhi. Anafika anakaa pale. Anaambia, "Hebu nani mwenye eneo?" Mwenye eneo anasimama. Una kesi na nani? Na fulani naye anasimama. Anawauliza wazee, "Nyewe mnasemaje? Eneo lina nani? Na site hii imekaaje?" Wazee wanaonyesha kwamba site hii tangu zamani ni ya fulani. Huyu ameingia tu kwa nguvu. Kwa hiyo kesi ilikuwa inaisha pale pale. Utatuzi unapatikana pale pale, watu wanarudi kwenye amani. Kesi hizo zinazofanyika ofisini kwanza inaleta chuki, inaleta fitina, inaleta uharibifu. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kesi zote za mabaraza ya ardhi zifanyike ofisini, yaende kwenye maeneo husika. Na viongozi wa Barabaigi wa Iraki na Wagorowa wana nafasi gani wa viongozi wa kimila kwenye utatuzi? Kwenye utatuzi wa kimila? Kwanza sisi wenyewe tumeombeana msamaha kwamba kama kuna mtu alimkosea basi turudi pamoja kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Kwamba sisi makabila matatu ni watu ambao wanamiliki nchi hii. Nchi ya Karatu, nchi ya Mbulu, nchi ya Hanang na nchi ya Babati, ambayo ndio maeneo yetu, ambayo maeneo asili tuliokalia. Sasa Wagoro walikuwa upande wa Babati, Wabarba walikuwa upande wa Hanang, Wairaq walikuwa upande wa Mbulu. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni Mbulu moja, lakini baada ya wilaya kugawanyika na sisi pia tunaishi pamoja. Hata sasa hivi Wabarba na Wairaq wanaishi pamoja, wanachunga pamoja, wanafanya kazi pamoja, hakuna ugomvi. Isipokuwa yale matukio yaliyotokea zamani tuliona kwamba tuyarekebishe kwa kukaa pamoja. Na kwa kufanya hivyo tulipiga pombe ya pamoja, tukanywa pamoja, tukapatanishwa, tunakaa kwa amani. Hata sisi na Wamasai ilikuwa hivyo hivyo. Tulikuwa tunagombana kuhusu maeneo ya Karatu na sehemu nyingine. Lakini wakati wa uongozi wa Sokoine ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani na alikuwa kiongozi wa Wamasai, Wairaq walikaa pamoja na yule akawaongoza, wakafanya upatanisho. Kwa hiyo sisi na Wamasai leo tunakaa pamoja, tunakula pamoja na tunashirikiana pamoja. Wamasai wanakuja wanakusanya chakula huko kwetu, wanapeleka kwao. Kwa hiyo ugomvi umeisha. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo wazee wanaunganisha, na hata leo hiyo shukrani na geso nani tunayofanya na tunayofanya ni namna ya kuzidi kuunganisha, kujenga umoja katika maeneo yetu, kwa sababu sisi wote tunakaa pamoja. Mwira anaenda kujenga kule Yaeda chini, anaenda kujenga kule Hanang, Barabaigi anakwenda kule anajenga huku. Kwa hiyo ili pasitokee tatizo, wazee wanaunganisha kwa namna hiyo. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana. Mimi ninaitwa Padri James Yarot Leonard, ambaye ni mkurugenzi au mlezi wa kituo hiki cha maombezi ya wagonjwa na watu wenye shida mbalimbali. Katika kituo chetu hiki tuna makundi mawili. Kuna kikundi kinaitwa CHODEP ambayo ni NGO inayosaidia watoto yatima
wazee wasiojiweza, na pia inasaidia shughuli za kuwahudumia wale maskini ambao hawana watu wa kuwatunza. Na hali kadhalika tunayo kituo kwa ajili ya kuombea wale wanaokuja walioshindikana mahospitalini, wana afya zao imedhoofika, wengine kisaikolojia, wengine kimaisha. Tunawafundisha neno la Mungu, alafu tunawaombea ili wapate faraja na matumaini. Ndio kazi, ndio shughuli zetu tunazofanya hapa. Mimi nimekaa hapa Bashe, mwaka huu ni wa 30. Nimekaa hapa nikiwa paroko miaka 11, na baadaye nikawa nimepangwa ofisini kule, ofisi ya kichungaji kule Mbulu. Nikawa nimezunguka kwenye maeneo yote hayo ambayo ninayataja, Karatu, Babati, Hanang. Na nilipokuwa nazunguka huko nikakutana na wazee wengi ambao walikuwa na lalamika kila wakati kwamba nchi yetu imeharibika, vijana wetu imeharibika. Baadaye mimi mwenyewe mwaka wa 2000 ilikuwa ni mwaka wa jubilee ya Bwana wetu Yesu Kristo, miaka 2000 ya kuzaliwa kwake. Nikaona kwamba nianzishe baraza la wazee ambalo litashughulikia matatizo katika jamii hii. Kwa hiyo tulianza mwaka 2000 kuwaunganisha wazee na kujadiliana matatizo ambayo yako kwenye jamii hii. Na ndio haya matatizo 17 tuliyoorodhesha yametokana na wale wazee niliounganisha. Mmoja akiwa mzee Onai Sasio ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wetu wa zamani, sasa hivi ni marehemu. Alafu baadaye, baada ya yeye kukaribia kufa, akawaachia wazee wengine na akaniomba mimi niwasaidie, niwe mshauri wao, niwaelekeze. Na alinichagua hivyo kwa sababu akasema, wewe sasa ni padre, alafu ni Mkristo. Sasa hivi wapagani wameisha. Kwa hiyo haya matatizo kuyatengeneza kimila peke yake hakuna mtu atakayesimama na kuyafanya. Kwa hiyo muunganishe ili yaweze kutengenezeka vizuri, kwa sababu watu wengi ni Wakristo. Maeneo yote waida maida tamoa iko tatamuze ide maigende halibaye hita maigende hetedo papa ya ngalo maigende hakita. Hiyo ni mbaya sana. Haya ni matendo maovu, ache tujenge matendo mazuri yenye kutuletea amani, upendo. Amani, tunapaswa kuishi kwa upendo, tunapaswa kuishi kwa kusaidiana, tunapaswa kuishi kwa kujengana. Hata wakoro hiyo maitaka mmoja. Unaona mwenzako amejenga vizuri, maende etozo sana. Na wewe utaweza kwako. Maitaka mmoja, maitaka mmoja. Kwa hiyo jamii yetu hii leo ni ya kujenga, kufanya matengenezo. Na ningeomba wale wazee wangu, mwaka huu tutafanya matengenezo matatu. Tengenezo la kwanza ni ya kutakasa laana ya mtoto wa kike tuliyemwonea. Na hata sikalo mwanjimani si mungate pato abrasa gamata sikati ate begode zira yomis isikati as gamata atige hando utakroli. Kwa hiyo tutakase laana hiyo ya watoto wa kike ambao tuliwaonea. Habari ya Imbori, watu wanaimba sana habari ya Imbori. Imbori ni shujaa, Imbori si shujaa. Ni shujaa kwa sababu mpenzi wake aliyetia mimba ndio aliyefuata akamwokoa. Akaona kwamba mzee Haruna Sheikh ana kutomoa. Hawatenga gereza taina aluki. Ndio tunataka. Tunampongeza sana yule kijana aliyefanya hivyo. Sasa vijana wengine leo wana matendo yale ya leo, kuacha mabinti porini. Anampa binti mimba, anakimbia. Namba ya simu anabadilisha. Sasa ile mimba analea nani? Hizo ni laana. Kwa hiyo vijana tuache matendo mabovu, matendo mabaya. Ukimpa binti watu mimba, shikamana naye, msaidie. Nenda kwa mjomba wake akusaidie namna ya kusaidia. Kuna namna ya kusaidia. Namna ya kusaidiana. Kwa hiyo hizo mila potofu tuache kabisa. Tujenge mila njema inayolinda amani, upendo na mshikamano. Kwa hiyo leo hii ndio jamii yetu ni amani, ya upendo, ya mshikamano. Kwa hiyo yote matatu yako hapa. Kila wilaya itapata darusu akwenda, itapata umtoso. Kila wilaya itachukua 10. 10 maana yake ni kiwakilisho cha kile kilichofanyika hapa.
hata kama wao hawapo, itakapofika kwenye nchi yao tayari imefika kule. Kwa hiyo wale wawakilishi wote wachukue 11 ya Busa ya Ona na ya Mangwe, wapeleke kule kwenye nchi ambayo wanatoka. Kwa sababu muda umekuwa mdogo sana, basi nisirefushe. Ninawatakia mafanikio mema. Mwaka huu tutajitahidi kufanya haya mambo matatu.